Habari ndugu yangu, karibu tena katika channel yako pendwa. Mimi kwa majina naitwa Dennis Jenson. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, karibu sana. Na kama bado hujasubscribe katika channel yetu, hakikisha kama una subscribe, una like, una share, pia usahau kubofya alama ya kengele notification ili uweze kupata taarifa pindi ambapo nita-upload video mpya kuhusiana na swala zima la mafanikio. Leo kitu ambacho ningependa kushare nawe ni hatua za kuzichukua ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Hii video ni muunganiko wa episode zote 4. Content tutaenda kuangazia hatua 14 za kuzichukua ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kuwa na malengo katika maisha yako au kuwa na ndoto. Manake haijalishi saizi kwamba huna kitu chochote cha kufanya saizi, chukua karatasi, andika ni maisha gani ambayo unatarajia uje kuyaishi labda baada ya miaka 4, 5 mbele au miaka baada ya miaka 3 mbele. Kwa hakikisha kwamba unaandika malengo gani, una malengo gani. Labda mfano labda na malengo labda ya kufungua kampuni, labda na malengo ya kujenga nyumba, labda na malengo ya kuoa, labda na malengo ya kuwa na familia yenye furaha. Kwa hiyo hakikisha unaandika yale malengo yako yote, yani vitu ambavyo unavitarajia uje kuvipata hapo baadaye. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza ya msingi sana kuizingatia. Unatakiwa kwanza uandike malengo. Hata kama huna kitu chochote, andika malengo makubwa yale. Manake kile kitu ambacho unakitarajia baada ya labda miaka kadhaa mbele, labda nahitaji kufungua, labda nije fungue kampuni. Kwa sababu gani? Ukiwa na malengo ndio yataweza kukudrive, yani kukuongoza wewe ni sehemu gani na njia gani upite. Ngoja kwanza nikupe mfano mmoja mdogo sana. Mfano labda kuna madereva wawili. Dereva wa kwanza anaelewa labda anatoka Dar anataka aende Mbeya, lakini dereva mwingine wa pili hajui anakoelekea. Maana yule dereva wa kwanza ataweza kufocus katika kuelekea wapi? Mbeya. Maana yake atatafuta njia yoyote ili aweze kufikia Mbeya. Lakini dereva huyu wa pili unakuta hajui anapoenda, maana yake atazunguka, mwisho wa siku atarudi tena pale pale alipokuwa ametoka. Mfano labda alikuwa Dar es Salaam, maana yake atazunguka Dar es Salaam, hiyo atarudi tena pale pale Dar es Salaam. Lakini yule dereva wa kwanza maana yake alikuwa na malengo ya kufika wapi? Ya kufika Mbeya, lakini atatafuta njia yoyote mpaka aweze kufikia wapi? Mbeya. Kwa hiyo malengo ni kitu cha msingi sana katika maisha yako. Haijalishi saizi huna kitu, haijalishi saizi maisha ni magumu, lakini weka malengo, vitu ambavyo unavitarajia hapo baadaye, na weka imagination, yani tengeneza picha ya hayo malengo yako. Mfano labda unahitaji ununue gari, hakikisha kama unatengeneza picha kichwani. Yapitia yale malengo yako kila siku, yapitia yale malengo yako. Kadri unavyozidi kuyapitia, maana yake inazidi kujijenga picha kichwani. Labda mwisho wa siku jione kama tayari unamiliki ile gari, jione labda tayari umeshafungua kampuni. Kwa kufanya hivyo utaweza kufocus katika malengo yako, na itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kutoka katika katika umaskini, au kwa wewe kuanza kuweza kuelekea katika njia ya mafanikio. Kwa kitu cha kwanza cha msingi cha kwanza, kama hauna malengo, hakikisha saizi hapa chukua karatasi, andika ni vitu gani ambavyo unavipenda baadaye, labda baada ya miaka 2 au baada ya miaka 3 au baada ya miaka 5 au baada ya miaka 10 mbele uje kuwa navyo. Kwa hakikisha unaandika yale malengo. Kwa hiyo unapoandika yale malengo, manake hiyo itakusaidia wewe kufocus katika malengo yako, kufocus njia gani ambazo utazitumia ili uweze kuyatimiza hayo malengo yako. Kwa hakikisha kwamba unakuwa na malengo. Unaweza kupata shilingi ngapi sasa? Kuna watu wengine anaweza labda kupata shilingi 50,000, mwingine anaweza kupata shilingi 100,000, mwingine anaweza kupata shilingi 200,000, mwingine hawezi kupata fedha yoyote. Pala anasema mimi sina fedha yoyote. Kwa hiyo tuanze na mtu ambaye anasema labda anaweza kupata shilingi 100,000 au shilingi 200,000 au shilingi 300,000. Kwa hiyo kwa mtu ambaye labda anaweza kupata shilingi labda 50,000 au 100,000, unatakiwa ukae chini ufikirie ni biashara gani ndogo ambayo utaweza ukaifanya. Hiyo biashara wewe utaipenda. Na hiyo biashara inaweza manake ukiweza kuanzisha biashara, manake ili unaenda sasa kuzalisha fedha yako. Manake ile fedha yako itaanza kuongezeka. Labda umeanza labda na biashara na mtaji wa shilingi 50,000. Manake ukianza labda ukafanya labda baada ya miezi mingapi au baada ya mwaka, ukajikuta labda katika ile 50,000 labda umepata faida, labda una mtaji kabisa pamoja na ile hela ambayo ulianzia biashara, unakuta labda na shilingi 500,000 au 600,000. Manake pale ushazalisha ile 50,000, manake imezaliana mpaka imeweza kufika labda 500,000, 600,000 mpaka 1,000,000. Kwa nitakuwa ufikirie sasa ni biashara gani sasa ambayo mimi naweza nikaifanya, na hiyo biashara ni ndogo ambayo naweza kulingana na fedha yangu hiyo, ambayo inaweza kanipa ikanipatia mafanikio, ikanitoa katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Manake hapa hii ni hatua ya pili ya wewe ya kuelekea katika mafanikio. Mfano labda mtu labda ana shilingi labda 50,000 au shilingi 100,000, labda akasema mimi bwana, kwa mazingira niliyopo naweza nikaanzisha labda biashara labda ya kuuza miogo. Manake na menya miogo ile, na ichemsha na ikaanga, nauza kwa watu. Kwa hiyo manake hapo tayari ameshapata kitu cha kufanya. Na hiyo kwa vile anaweza kupata labda shilingi 50,000 au shilingi 100,000, kwa
akigundua hiyo biashara na akaanza kuifanya hiyo biashara. Na hapa ndugu yangu, kitu ambacho ningeomba ukitambue kwamba usipende sana yale mafanikio haraka sana. Kuna watu ambao wanataka akianza saizi, labda ameanza labda kukanga labda miogo, labda ameanza kufanya biashara yoyote ile, akaanza kuona labda biashara iende ndani ya mwezi mmoja, anaacha kufanya biashara, anasema bwana, hii biashara mimi siwezi. Na kitu kingine cha msingi unatakiwa kitambue kwamba usiwe na aibu unapofanya, maana wewe unatoka huko katika hatua za kuelekea katika mafanikio. Kwa hiyo utajiki uwe na aibu kusema hichi biashara nikianza kufanya watu watanioneje au watu watasemeje. Kwa hiyo hauhitajiki sana uwe na aibu katika kitu chochote ambacho unakifanya. Jiamini wewe kama wewe. Labda mtu mwingine anataka kusema labda mimi nina mtaji wa shilingi 50,000, naweza nikaanza labda biashara ya kwenda kununua kuku labda vijijini huko au sehemu ambapo zinauza bei rahisi, naenda kujumlisha kwa watu wengine. Kwa maana yake pale labda unakuta ndani ya mwaka labda unakuta ametengeneza labda faida labda shilingi labda 600,000, 500,000 kwa mwaka mzima akifanya labda hiyo biashara. Lakini alianza labda na mtaji tu wa shilingi ngapi? Shilingi 50,000. Kwa hiyo unatakiwa ukae chini ufikirie ni biashara gani ambayo unaweza ukaifanya kulingana na fedha ulionayo. Na kama labda unamtaji labda shilingi 300,000, chukua labda 200,000 ndio ingiza kwenye biashara. Hiyo 100,000 iweke kama akiba. Tena turudi kwa mtu ambaye anasema labda mimi sina uwezo wa kupata fedha yoyote. Kuna biashara zingine ambazo hazihitaji mtaji wowote. Mfano hiyo biashara labda naweza kusema kwamba ni biashara labda ya udalali. Mfano labda mtu ana nyumba, anahitaji labda mijini, anahitaji mtu afanye nini? Anahitaji wapangaji. Kwa hiyo unaenda kuongea na yule mtu, bwana mimi bwana nipe kazi ya kukutafutia nini wapangaji. Kwa hiyo utaenda utatafuta wapangaji na pasenti fulani atakuwa nakulipa, au atakuwa nakulipa yule mtu ambaye unamtafutia nini chumba. Kwa hiyo unatakiwa utambue, ukae chini ufikirie ni biashara gani ambayo unaweza ukaifanya kulingana na fedha au kulingana na mtaji ulionao. Mfano na mtaji wa shilingi 50,000, kaa chini fikiria ni biashara gani sasa naweza nikafanya kulingana na hii fedha nilionayo. Una fedha, kaa chini fikiria, labda unaona biashara labda udalali na biashara zingine zipo nyingi ambazo unaweza ukazifanya, labda huna fedha yoyote bila mtaji. Ila ukipata sasa mtaji, maana yake labda unafanya labda biashara udalali ukapata ule mtaji, unatakiwa ile fedha uitumie vizuri, nenda kaiwekeze sasa, kaanzishe tena biashara. Maana yake ukiweza kuanzisha biashara pale, maana yake unakuwa katika hatua hii ya pili. Kwa hiyo tunaelekea sasa katika hatua nyingine ya tatu ya msingi sana. Kwa hiyo kaa chini, hatua ya pili kwanza, kaa chini fikiria unaweza kwanza wewe kupata shilingi ngapi. Ukishatambua kama mimi naweza kupata 50,000, 100,000, 200,000, kaa chini sasa fikiria ni biashara gani ambayo wewe unaweza sasa kuifanya kulingana na fedha ambayo ulionayo. Kwa hiyo zingatia hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako, utaweza kupata mafanikio makubwa sana. Amini katika kitu ambacho unaenda kukifanya. Ndugu yangu, pasipo kuamini katika kitu ambacho unaenda kukifanya itakuwa ni swala gumu sana kwa hiyo kuweza kufanikiwa katika hicho kitu. Kwa sababu gani? Katika process nzima ya mafanikio, maana utapitia mambo mengi sana, utapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo unatakiwa uamini katika kitu ambacho unaenda kukifanya. Maana unaweza kupitia wakati mgumu sana, unaweza kukatishwa tamaa na watu wengine, unaweza kudharaulika na watu kwa vile unafanya labda biashara ambayo labda haieleweki. Labda unauza miogo, watu na wengine wanaweza kukudharau. Kwa hiyo unatakiwa uamini wewe katika hicho kitu ambacho unakifanya. Ukiweza kuamini itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuendelea kusonga mbele hata kama ukipitia wakati mgumu kiasi gani. Lakini usipoamini katika kitu ambacho unaenda kukifanya itakuwa ni swala rahisi sana kwa wewe kukata tamaa na kuacha kukifanya hicho kitu. Kwa sababu gani? Ukiamini wewe kama wewe. Kwa hiyo unatakiwa wewe uwe na imani kubwa sana katika kitu ambacho unaenda kukifanya. Pale labda naenda kuanza kuuza miogo, labda natakiwa uamini katika hiyo biashara. Useme hii biashara itaweza kunifanikisha, hii biashara itaweza kunipatia mafanikio. Kwa hiyo natakiwa kwanza uamini katika kitu ambacho unaenda kukifanya, katika biashara ambayo unaenda kuifanya. Japokuwa ni biashara ndogo, amini kusema hii biashara itanitoa katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine ya mafanikio. Kwa sababu gani? Kwa kufanya hivyo, kwa kuamini kwamba hichi kitu kitaweza kunifanikisha katika maisha yangu, itakupa nguvu na hamasa ya wewe kufanya hicho kitu kwa bidii. Itakupa nguvu na hamasa ya wewe kuongeza ubunifu katika hicho kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo unatakiwa uwe na uamini katika kitu ambacho unaenda kukifanya katika maisha yako. Hii ni hatua ya 3 ya msingi sana. Zingatia hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako. Kama umpendeza na video hii, tafadhali usahau kulike, kusubscribe kama bado hujasubscribe, na kuniandikia komenti zako hapo chini kwamba je, upo tayari kuanza kuchukua hatua sasa? Niandikie komenti zako hapo chini, nitazipitia. Asante sana.
Episode ya pili inakuja hivi karibuni. Usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, usisahau kulike pia na kushare kwa watu wengine ili waweze kujifunza zaidi. Epuka matumizi yasiyo ya lazima. Maana kuna baadhi ya watu nakuta ameshaanza kufanya labda biashara fulani. Kwa hiyo biashara ikaanza kumpatia mafanikio kidogo, hapo anaanza kuingiza matumizi yasiyo ya lazima. Mfano labda anataka labda amiliki simu ya milioni 2, anataka amiliki Samsung ya 500 na 600, wakati ndo anaanza kabisa kwenye hatua ile ya kuelekea katika mafanikio. Labda tuchukulie mfano ameshaanza kuuza labda biashara, labda tuchukulie biashara ndogo ndogo, biashara labda miogo anauza. Kwa vile anaanza kuona mafanikio, anaanza kupata faida, kwa hiyo ile fedha yote baada ya kwenda kuinvest sehemu nyingine, baada ya kwenda kuwekeza katika sehemu nyingine, ana ile fedha anaingiza kwenye matumizi yasiyo ya lazima. Mfano labda ananunua simu kubwa, ananunua PC, alikuwa anakaa chumba cha gharama ya chini, anaenda kupanga chumba cha gharama kubwa sana. Anahitaji ndani yawe na masofa na nini, mambo mengi sana. Kwa hiyo ndio uepuke sasa hayo matumizi yasiyo ya lazima katika maisha yako. Kwani ukiwa una matumizi yasiyo ya lazima katika maisha yako itakuwa ni swala gumu sana kwa hiyo kutoka katika hii hatua ya 4 na kuelekea katika hatua ya 5. Kwa sababu gani? Fedha zote utakuta unazitumia katika hayo matumizi yasiyo ya lazima, na utakuta unashindwa fedha ya kuwekeza na unashindwa fedha ya kuanzishia chanzo kingine cha mapato katika maisha yako. Kwa hiyo uepuke matumizi yasiyo ya lazima katika maisha yako. Ukiwa na matumizi yasiyo ya lazima itakuwa ni swala gumu sana kwa hiyo kufanikiwa katika maisha yako na kuondokana na umaskini katika maisha yako. Kwa hiyo uepuke matumizi yasiyo lazima. Ukipata fedha, ile fedha kama unaona unashindwa, iwekeze ile fedha au anzisha chanzo kingine cha mapato. Sio unaenda kutumia matumizi yasiyo lazima. Unataka uwe na simu kubwa. Hapana, kubali kwanza kujitesa kwa muda fulani. Labda unajitesa baada ya mwaka mmoja au baada ya miaka 2, mwisho wa siku utaweza kuona mafanikio ya mateso yako ambayo ulikuwa unajitesa. Kwa hiyo usipende sana matumizi yasiyo lazima. Epuka sana hayo matumizi. Punguza matumizi yako, tena ikiwezekana ndo anza sasa kufanya ni kuyapunguza kabisa matumizi yako ili uweze kufanikiwa katika maisha yako, ili uweze kutoka katika hii hatua ya 4 haraka sana. Kwa hiyo uepuke matumizi yasiyo ya lazima katika maisha yako. Ukiwa na matumizi yasiyo ya lazima katika maisha yako itakuwa ni swala gumu sana kwa hiyo kufanikiwa na kutoka katika hii hatua ya 4. Boresha kile kitu ambacho unakuwa unakifanya. Yaweza kuwa ni biashara au kitu chochote ambacho unakuwa unakifanya. Kwa hiyo unatakiwa ukiboreshe kwanza kile kitu. Ukiweza kuboresha kitu, maana yake utaweza kuvutia wateja wengine wapya waweze kuja katika eneo labda unaofanyia biashara au katika eneo ambalo wewe unatolea huduma. Kwa hiyo unatakiwa uboreshe ile biashara yako au kile kitu ambacho unakifanya. Kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, utaweza kuvutia wateja wengi sana katika biashara yako. Mfano labda unauza labda biashara labda ya miogo mfano. Kwa hiyo unapouza ile biashara unatakiwa uboreshe kwanza eneo lile ambalo unauzia, kwa kuweka labda unaweza ukaweka mazingira yawe safi, na pili unaweza labda kuongeza baadhi ya vitu fulani, maana yake unaboresha. Weka labda chai, mfano mtu akija anapata chai pale, anapata labda soda na vitu vinginevyo vingi. Kwa hiyo unatakiwa uboreshe kile kitu ambacho unakuwa unakifanya. Na mfano labda mtu mwingine tena anafanya labda biashara labda ya udalali ambao hahitaji fedha yoyote. Kwa hiyo unatakiwa aboreshe ile biashara yake, kwa mfano labda kwa kubandika baadhi ya mabango katika maeneo tofauti na kuandika namba zake pale. Kwa anapofanya vile, maana yake anaboresha. Maana yake kwa kufanya vile ataweza kuwavutia wateja wengine wapya waweze kuja kufanya naye biashara. Na pia kama amefungua biashara fulani, ataweza kuvutia wateja wengine wapya waweze kuja katika eneo ambalo anafanyia yeye biashara na kuweza kupata huduma. Kwa hiyo unatakiwa uboreshe biashara ambayo unaifanya. Haijalishi ni biashara ndogo kiasi gani, lakini iboreshe hiyo biashara ili mwisho wa siku iweze kukuletea mafanikio makubwa sana. Kwa sababu gani? Ukiboresha japokuwa ni kitu kidogo, kitaweza kukuletea mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo zingatia sana hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako. Boresha kile kitu ambacho unakifanya. Haijalishi ni kitu kidogo kiasi gani au haijalishi ni biashara ndogo kiasi gani, lakini iboreshe ile biashara. Kwa kuiboresha utaweza kuvutia wateja wengine wapya na ile biashara yako itaweza kutanuka na kukua. Kwa hiyo unatakiwa boresha kile kitu ambacho unakuwa unakifanya. Inaweza kuwa ni biashara au unatoa huduma fulani. Kwa hiyo unatakiwa uiboreshe hiyo huduma au uiboreshe hiyo biashara. Zingatia sana hii hatua. Ongeza chanzo kingine cha mapato, manake tayari ushaboresha biashara yako, manake umeanza kupata wateja wengine tofauti na umeanza kuanza kwa sasa kupata mafanikio. Kwa hiyo unatakiwa uongeze chanzo kingine cha mapato. Kwa sababu gani? Ukiongeza chanzo kingine cha mapato
hiyo itakuwa rahisi sana kwa wewe kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Kwa sababu gani? Pindi unapoongeza chanzo kingine cha mapato, inakusaidia kuboost mafanikio ya haraka katika maisha yako. Kwa sababu gani? Unapokuwa unategemea labda chanzo kimoja, itakuwa ni swala gumu sana kwa wewe kufanikiwa kwa haraka sana. Kwa sababu gani? Unapokuwa na vyanzo vingi vya mapato, huku fedha inaingia na huku fedha inaingia, kwa hapo itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuanza kupata mafanikio makubwa sana katika maisha yako. Kama msemo wa Warren Buffett alivyosema kwamba don't put all eggs in one tray. Maana yake usipende sasa kuweka mayai yote katika tray moja. Pindi ile tray ambapo itaanguka utakuta unapoteza mayai yote. Kwa hiyo weka yale mayai yako katika matray tofauti. Hivyo katika biashara, katika maisha, kwa hiyo unatakiwa usitegemee katika chanzo kimoja cha mapato. Ukitegemea katika chanzo kimoja cha mapato, pindi ambapo biashara itaenda kombo, itakuwa ni swala rahisi sana kwa wewe kudondoka. Lakini ukiwa na vyanzo vingi vya mapato, pindi ambapo biashara moja itaenda kombo, itakuwa ni swala gumu sana kwa wewe kudondoka na kushuka chini. Kwa sababu gani? Unakuwa na vyanzo vingine vya mapato. Lakini ukiwa na chanzo kimoja, pindi hiyo biashara itapodondoka, na wewe utadondoka kabisa katika maisha yako. Kwa hiyo uanzishe vyanzo tofauti vya mapato. Ukiwa na vyanzo tofauti vya mapato, itakuwa ni swala rahisi sana kwa wewe kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Kwa hiyo uzingatie hii siri. Ile faida ndogo ambayo unaipata, iwekeze baada labda ya mwaka au baada ya miezi kadhaa, nenda kaanzisha chanzo kingine cha mapato. Kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, utaweza kufanikiwa kwa haraka sana katika maisha yako. Kwa sababu gani? Pindi unapoongeza chanzo kingine cha mapato, fedha inaingia huku na fedha inaingia huku. Kwa hiyo mwisho wa siku utashangaa unaendelea kuongeza vyanzo vingine vya mapato, mwisho wa siku utaweza kupata mafanikio makubwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo zingatia hii hatua ya 5 na nenda kaitumie katika maisha yako, na hakikisha kila chanzo kingine cha mapato unapokiongeza, hakikisha unakiboresha hicho chanzo kingine cha mapato. Fuata hatua zile zote, kiboreshe kile chanzo kingine cha mapato ili uweze sasa kupata zaidi. Pindi unapoboresha kitu unaweza kupata zaidi. Kwa hiyo ongeza chanzo kingine tena, boresha zaidi hicho kitu. Kwa hiyo utaweza kupata mafanikio makubwa sana katika maisha yako. Na hayo mafanikio yatakuwa ni mafanikio ya haraka. Pindi ambapo utaongeza chanzo kingine, unapoongeza chanzo kingine, na kifedha inakuwa inakuja katika sehemu tofauti katika biashara hii. Umewekeza labda katika biashara ya nguo, labda katika biashara ya duka, labda katika biashara ya miogo, katika biashara yoyote ile. Utakuta kuwa na vyanzo vingi sana vya mapato, na kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, utaweza kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa sana, na utaweza kupata mafanikio ya haraka sana katika maisha yako. Zingatia sana hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako, utaweza kuona mafanikio makubwa sana. Kuwa na watu ambao wataweza kukusaidia kazi. Manake tayari ushaongeza vyanzo vingine vya mapato. Kwa lazima uwe na watu ambao wataweza kukusaidia majukumu, ambao wataweza kusaidia kazi mbalimbali. Manake uwezi ukawa unafanya kazi katika vyanzo vyote vya mapato. Lazima uweke watu wengine ambao watakusaidia kusimamia hivyo vyanzo vingine vya mapato na kufanya kazi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utaweza kufanikiwa katika maisha yako, na hakikisha wale watu ambao unawaajiri pale, weka watu ambao wewe unawaamini, ambao watu unaweza kusema hao watu wanafanya kazi kwa bidii, wanajituma. Maana wewe unahitaji mafanikio, kwa hiyo unahitajika uweke watu ambao wanajituma na watu ambao watakuwa na ushirikiano na wewe. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, hapo utaweza kufanikiwa katika maisha yako. Kwa sababu gani? Uwezi kufanikiwa kila kitu kitaka ufanye mwenyewe. Maana tuchukulie labda una duka, unataka duka ukauze mwenyewe. Tuchukulie tena una nani? Unauza labda miogo huko, labda tuchukulie labda umefungua labda hoteli, unataka uende nako ukasimamia mwenyewe. Hapana, kwa hiyo unatakiwa uajiri baadhi ya watu ambao wataweza kukusaidia wewe majukumu. Maana mfano labda una duka, umefungua tena labda una gari yako ambayo inabeba abiria labda, au umefungua labda biashara zingine tofauti. Maana weka watu ambao wataweza pale kusimama, lakini wewe utakuwa kazi yako sasa hapo. Maana kazi yako itakuwa ni kufuatilia biashara zinaendeje. Unaenda hapo unafuatilia, bwana, leo mauzo yamekuja shingapi, piga hesabu. Kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, utaweza kufanikiwa haraka sana katika maisha yako. Lakini ukitaka kila kitu ukifanya mwenyewe, itakuwa ni swala gumu sana kwa kufanikiwa katika maisha yako. Maana wewe sasa anza kununua masaa ya watu wengine. Manake unamlipa mtu akufanyie kazi, manake unanunua muda wake. Mfano labda kina Mo unakuta ameajiri labda wafanyakazi hata 4000. Manake wale watu wote 4000 amenunua masaa yao, manake wanamfanyia kazi Mo. Kwa hiyo hata hivyo na wewe, kwa hakikisha unaanza sasa kununua masaa au muda wa watu wengine.
Maana kwa kufanya hivyo utaweza kufanikiwa, lakini ukitaka kila kitu ukifanye mwenyewe, ndugu yangu, itakuwa ni swala gumu sana kwa hiyo kufanikiwa katika maisha yako. Hakikisha kwamba unaajiri watu wengine tofauti tofauti ambao wataweza kusaidia kusimamia biashara zako, na wewe ambao utakuwa ni mtu mkuu sasa wa mienendo ya biashara zako, na kuona unafuatilia, bwana, hii biashara inaendeje, umeuza shilingi ngapi, umeingiza hii biashara shilingi ngapi. Kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, utaweza kufanikiwa, lakini ukitaka kila kitu ufanye mwenyewe, ndugu yangu, itakuwa ni swala gumu sana kwa hiyo kufanikiwa, sababu watu wote wenye mafanikio ni watu ambao wameajiri watu wengine ambao wanasaidia kazi. Ukitaka kila kitu ufanye mwenyewe, kwanza utachoka na utashindwa kabisa kufanikiwa katika maisha yako. Kuna point ambayo ukifika katika maisha yako inabidi uajiri watu wengine ambao wataweza kusaidia majukumu na kazi. Kwa hiyo zingatia sana hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako. Maana tayari ushaanzisha vyanzo vingi vya mapato, ajili watu wengine ambao watakusaidia kusimamia vyanzo vyako hivyo vya mapato na kufanya kazi katika vyanzo vyako hivyo vyote vya mapato. Kwa hiyo zingatia sana hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako. Jifunze kila siku kuhusiana na kitu ambacho unakifanya. Maana tayari wewe unasimamia labda biashara zako, unasimamia vyanzo vyako vyote vya mapato. Kwa hiyo unatakiwa jifunze kila siku ni jinsi gani basi uweze kuboresha hizo biashara zako, ni jinsi gani uweze kuwafikia watu wengi sana katika biashara zako. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, utajikuta unaweza kupata mafanikio makubwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze ni jinsi gani uweze kusimamia hizo biashara zako, ni jinsi gani uweze kuwameneji watu vizuri, ni jinsi gani uweze kuwafikia wateja wengi sana katika biashara zako au katika huduma ambazo unakuwa unazitoa. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ndugu yangu, itakuwa ni swala rahisi sana kwa hiyo kufanikiwa katika maisha yako. Lakini ukiwa ni mtu ambaye ni mvivu sana kufuatilia vitu gani vya msingi ili uweze kuboresha labda biashara zako, vitu gani vya msingi ili uweze uwe na usimamizi mzuri katika biashara zako, jinsi gani uweze uwasilianeje na watu ambao unafanya nao kazi, kwa hiyo itakuwa ni swala gumu sana kwa hiyo kuweza kufanikiwa. Lakini unatakiwa ni ujifunze kila siku katika maisha yako ni jinsi gani ya kuzisimamia labda hizo mali zako, ni jinsi gani ya kuzisimamia hizo biashara zako, ni jinsi gani basi au ni vitu gani vya msingi vifanye ili uweze kukuza hizo biashara zako. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unafuatilia sana hivyo vitu, ndugu yangu, na kukishia utaweza kufanikiwa katika maisha yako. Kwa sababu gani? Ukiwa ni mtu ambaye ufuatilii hivyo vitu, itakuwa ni swala gumu sana na itakuwa ni swala rahisi sana kwa hiyo kudondoka. Yani itakuwa ni swala rahisi sana kwa hiyo kudondoka sasa kiuchumi. Maana unatakiwa uwe ni mtu ambaye unapenda kujifunza kila siku. Penda kujifunza kila siku kuhusiana na kitu ambacho unakuwa unakifanya. Penda kupata maarifa mapya kila siku kuhusiana na biashara zako. Labda unafanya labda biashara kuuza duka, ni jinsi gani uweze kuwafikia wateja wengi. Jifunze vitu mbalimbali kuhusiana na hiyo biashara. Kama wewe labda unasimamia labda biashara zako, umeajiri watu wengine ambao wanakufanyia kazi, jifunze ni jinsi gani uweze kuwameneji hao watu vizuri. Ni jinsi gani basi uweze kukuza hizo biashara zako. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, itakuwa ni swala rahisi sana kwa hiyo kuweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana na kuweza kuanzisha tena vyanzo vingine vikubwa sana vya mapato. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, kwa sababu gani? Utaweza kujifunza vitu mbalimbali na utaweza kuona fursa zingine mpya katika maisha yako ambazo ulikuwa labda uzijui kabla hujaanza kuvifuatilia hivyo vitu, na utaweza kujifunza mbinu mbalimbali ambazo zitakusogeza wewe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika mafanikio katika maisha yako. Kwa hakikisha unazingatia sana hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako, utaweza kuona mafanikio makubwa sana. Jifunze kila siku kuhusiana na kile kitu ambacho unakuwa unakifanya. Aidha unasimamia biashara au labda unafanya biashara fulani, kwa hiyo jifunze kila siku, penda kupata maarifa mapya kila siku kuhusiana na hiyo biashara yako, jinsi gani uweze kuikuza hiyo biashara yako, jinsi gani unaweza kuwafikia watu wengi. Kwa hiyo penda sana kufuatilia vitu kama hivyo, utaweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana katika maisha yako. Zingatia sana hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako. Anza kufikiria ni jinsi gani unaweza ukatimiza malengo yako makubwa. Kama unakumbuka kwamba katika hatua ya kwanza nilikwambia kwamba weka malengo au kuwa na ndoto kubwa. Japokuwa katika hatua ya kwanza ulikuwa huna kitu chochote, lakini sasa katika hii hatua ya 8 hakikisha sasa unaanza kuyafikiria yale malengo yako, ni jinsi gani unaweza ukayatimiza yale malengo yako, maana tayari una vyanzo tofauti vya mapato. Kwa hiyo anza kufikiria jinsi gani unaweza ukatimiza hayo malengo yako makubwa, maana kitu chochote kikubwa kilianzia padogo. Maana uwezo ukapata milioni 1 pasipo kuanzia labda na 1000. Maana ikikosekana 1000 haitu milioni 1 tena. Kwa hiyo unakubidi sasa uanze kufikiria ni jinsi gani unaweza kaanza kutimiza hayo malengo yako, maana tayari una fedha kidogo, tayari una vyanzo tofauti vya mapato. Kwa hiyo anza sasa kuanza kutimiza hizo ndoto zako kubwa. Na ndoto kubwa, yani hata kampuni zote kubwa ambazo unaziona leo zilianzia chini.
Usitaki uanzie juu kabisa. Usitaki bwana, ili niweze kufanya hili, ili niweze kufungua kampuni bwana, nahitaji labda mtaji wa milioni 50 au nahitaji mtaji wa milioni 20. Anza padogo. Anza kidogo. Ukianza kidogo kadri simu yake inavyozidi kwenda, hicho kitu kitakuja kuwa kikubwa sana. Kwa sababu gani? Pindi unapopitia katika nyakati tofauti, utapitia kuna nyakati utafeli katika kutimiza hayo malengo yako. Kwa hiyo utaendelea kujifunza vitu vingi, utakuwa imara. Pindi ambapo utakuja kufanikiwa, itakuwa ni swala gumu sana kwa kudondoka tena chini. Kwa hiyo anza sasa kuyafikiria yale malengo yako makubwa. Kama ulikuwa unataka ununue gari, anza sasa kufikiria ni jinsi gani sasa nifanyeje ili niweze kumiliki gari. Kama ulikuwa unafikiria jinsi uweze kujenga gorofa, anza kufikiria ni jinsi gani unaweza kujenga ile gorofa. Anzia kidogo ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo tayari una vyanzo tofauti vya mapato mpaka katika hii hatua ya 8. Kwa hiyo utajikuta tayari una fedha kidogo za kuanza kutimiza hayo malengo yako makubwa. Kwa hiyo zingatia sana hii hatua, anza kufikiria ni jinsi gani unaweza kutimiza hayo malengo yako makubwa. Hii ni hatua ya msingi sana ya 8, maana katika ile malengo ambayo ulikuwa umejiwekea katika hatua ya kwanza, ukiweza kuyafikiria jinsi gani unaweza kuyatimiza na ukaanza kuyatimiza hayo malengo, utaweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Zingatia hii hatua na naenda kaitumie katika maisha yako. Jifunze kila siku jinsi ya kutimiza malengo yako. Maana unatakiwa uanze sasa kujifunza ni jinsi gani unaweza kutimiza malengo yako hayo makubwa. Mfano labda ulikuwa na malengo makubwa uliyokuwa umeandika, kusema labda unataka ufungue kampuni. Kwa hiyo unatakiwa uanze sasa kujifunza ni jinsi gani unaweza kutimiza hayo malengo yako. Kwa hiyo unatakiwa ufuatilie information mbalimbali, taarifa mbalimbali kutoka vyanzo tofauti. Mfano labda kwa kutazama video kama hizi au na video zingine nyingi sana YouTube, jinsi ya kumanage kampuni, kama una ndoto ya kufungua kampuni au una ndoto ya kufanya kitu chochote katika maisha yako, unatakiwa ujifunze ni vitu gani vya msingi uvizingatie ili uweze kuzitimiza hizo ndoto zako. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze vitu mbalimbali jinsi ya kutimiza hayo malengo yako makubwa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kufanikiwa katika hicho kitu ambacho unakifanya. Kwa sababu gani? Utakuwa umepata information mbalimbali. Na hizo information ambazo, taarifa ambazo unakuwa umezipata katika vyanzo tofauti ambazo zitaweza kukusaidia wewe kuwa na uelewa zaidi kuhusiana na hiyo biashara au kuhusiana na hicho kitu ambacho unataka ukifanye au kuhusiana na hiyo ndoto yako kubwa ambayo unahitaji uitimize. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze vitu mbalimbali. Ni vitu gani basi vya msingi vya kuzingatia unapofanya labda hiyo biashara na ndoto kuja kufungua biashara. Jifunze ni makosa gani ambayo watu wengi huyafanya. Ndugu yangu, ili uweze kufanikiwa labda katika kitu chochote, unatakiwa ujue kwanza ni makosa gani ambayo labda watu wengine washafanya ambayo yakasababisha labda biashara zao zikafeli. Mfano labda una ndoto ya kufungua kampuni, ukaanza kufuatia ni vitu gani ambavyo vinasababisha kampuni nyingi kufeli. Kwa hiyo utakuja kutambua labda vitu ambavyo, tuchukulie mfano labda vitu ambacho kinapelekea kampuni nyingi kufeli labda ni kutokuwa na ubunifu katika utoaji wao wa huduma. Kwa hiyo kwa kupitia kusema kumbe kampuni nyingi zinafeli kwa vile hazizingatii utoaji wa huduma bora, labda hazitoi huduma zilizo bora. Kwa hiyo wewe utasema kweli mimi kampuni yangu nitakavyofungua inabidi ili niweze kufika mbali inabidi nizingatie katika utoaji wangu wa huduma, nitoe huduma bora. Labda ukagundua tena kitu kingine labda katika kinachosababisha kampuni nyingi zifeli ni kutokuwa na ubunifu. Kwa hiyo wewe utatambua usema ili mimi kampuni yangu iweze kwenda mbele na iweze kusurvive kwa muda mrefu inabidi niwe na ubunifu katika utoaji wangu wa huduma. Hivyo katika biashara, unataka kufungua biashara, unatambua labda unataka kufungua biashara nguo. Sababu gani ambazo zinapelekea biashara nyingi za nguo zifeli? Labda ni kutumia labda faida yote. Kwa hiyo utajigundua kusema ili mimi niweze kufanikiwa labda katika biashara inabidi nisitumie faida yote, inabidi ile faida ninayopata nitumie kidogo na nyingine niweke kama akiba ili iweze kunisaidia kuendeleza biashara yangu mbele. Kwa hiyo kwa kupitia kutambua yale makosa ambayo watu wengine wanafanya, wewe ukachukulia kama ile ni fursa, maana ukajirekebisha, pindi utapoenda katika jamii utaweza kufanikiwa kwa rahisi sana. Sababu gani? Wewe umejirekebisha yale makosa. Kwa hiyo itakuwa ni swala gumu sana kwa kurudia yale makosa ambayo watu wengine waliyashafanya, maana tayari ushajua. Lakini ukiwa unajua yale makosa, utajikuta unarudia makosa yale ambayo watu wengi huyafanya, na ambayo hayo makosa yanasababisha labda biashara zao zikafa au kampuni zao zikafa. Kwa wewe kupitia kutambua ni makosa fulani bwana, makosa fulani na fulani ndio yanasababisha labda kampuni zifeli, makosa fulani na fulani ambayo yanasababisha biashara zifeli. Kwa kupitia hivi kutambua, itakuwa ni swala gumu sana kwa wewe kurudia tena yale makosa, maana wewe utajirekebisha katika yale makosa. Kwa hiyo zingatia sana hii hatua na nenda kaitumie katika maisha yako. Jifunze ni makosa gani ambayo watu wengine waliyafanya ambayo yakasababisha biashara zao zikafa. Chukua hatua.
Kwa hiyo tayari ushajifunza ni makosa gani ambayo yanasababisha labda biashara za watu wengine zikafeli au kampuni nyingi zikafeli. Kwa hiyo unatakiwa sasa uanze sasa kuchukua hatua, maana yake anza sasa kutimiza ndoto yako. Kama ulikuwa na ndoto ya kufungua kampuni, nenda kasajili kampuni yako au fungua kampuni yako sasa rasmi. Au kama ulikuwa na ndoto ya kufungua biashara, fungua sasa biashara yako. Maana yake anza sasa kuchukua hatua, maana yake usiendelee kusema nitaanza kesho. Mwisho wa siku utashangaa mwaka unaisha na hujaweza kutimiza hayo malengo yako. Kwa hiyo ukiweza sasa kuanza kuchukua hatua itakuwa ni swala rahisi sana kwa sasa kufanikiwa. Maana yake unaweza ukawa na idea, unaweza ukawa na kitu chochote, lakini ukishindwa kuchukua hatua itakuwa ni swala gumu sana kwa kufanikiwa. Sasa hii hatua hii ya 12 ya kuzingatia kwamba unatakiwa uchukue hatua sasa, anza kutimiza hayo malengo yako makubwa. Ulikuwa na ndoto ya kufungua biashara, fungua biashara. Ulikuwa na ndoto ya kufungua kampuni, fungua kampuni. Ulikuwa na ndoto ya kujenga nyumba, anza kujenga nyumba. Ulikuwa na ndoto ya kufanya kitu chochote kile, anza kukifanya hicho kitu. Epuka yale makosa ambayo ulikuwa umefanya umeyatambua, kusema labda makosa ambayo labda yanasababisha biashara nyingi kufeli ni kutumia faida yote ambayo unaipata, labda kutokuwajali wateja, labda kutoheshimu wateja. Kwa hiyo sasa wewe anza kuepuka hayo makosa, usirudie tena hayo makosa. Kwa hiyo jiepushe nayo hayo makosa, maana yake wewe tayari ushatambua kusema ili niweze kusurvive katika biashara inabidi niwajali wateja, ili niweze kusurvive katika biashara inabidi nitoe huduma zilizo bora. Kwa hiyo kwa kupitia vile yale makosa unabidi uyaepuke sana kuyarudia kuyafanya tena. Maana yake ukiyarudia nayo yatasababisha nayo kwako nini? Ufeli katika hiyo biashara au katika hicho kitu ambacho unakuwa unakifanya. Kwa hiyo anza kuepuka hayo makosa kuyarudia tena katika maisha yako au katika hicho kitu ambacho unakuwa unakifanya, labda katika biashara au katika kampuni ambayo umeifungua. Kwa hiyo epuka sana hayo makosa ambayo yalisababisha watu wengine wakafeli katika biashara au katika hicho kitu ambacho wewe unakuwa unakifanya. Kwa hiyo ukiweza kuepuka yale makosa, maana yake itakuwa ni swala rahisi sana kwa kufanikiwa na kusurvive kwa muda mrefu sana katika biashara. Usikate tamaa katika kitu ambacho unakuwa unakifanya. Inaweza kuwa labda umefungua ni biashara au umefungua kampuni yako, unapitia wakati mgumu sana. Hii ni hatua ya mwisho sasa. Kwa hiyo hautakiwi ukate tamaa, endelea kusonga mbele hivyo hivyo. Mwisho wa siku utaweza kupata mafanikio makubwa sana. Kwa sababu gani? Kitu unapokuwa unaanza kufanya, labda unaona umefanya ndani ya mwaka hujapata matokeo ambayo ulikuwa unayatarajia, lakini usikate tamaa. Endelea kusonga mbele kila siku, endelea kusonga mbele kila siku. Endelea kujiboresha kila siku. Mwisho wa siku utaweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Na mwisho wa siku utaweza kufikia mafanikio ambayo ulikuwa unayatarajia au zaidi ya yale ambayo ulikuwa unayatarajia. Kwa hiyo kitu cha msingi sana utakiwa ukate tamaa kwamba mafanikio hayaji kwa siku moja. Usitegemee ukaanza kufanya kitu leo kikafanikiwa leo hii na leo ukapata faida. Hicho kitu hapana. Je, umependezwa na video hii? Tafadhali usahau kusubscribe kama bado hujasubscribe. Usahau kulike na pia kuniandikia comment zako hapo chini. Je, upo tayari kuchukua hatua? Kama upo tayari andika nipo tayari kuanza kuchukua hatua. Na pia usahau kushare kwa watu wengine ili na wenyewe waweze kujifunza ni hatua gani za msingi wazingatie ili waweze kufanikiwa katika maisha yao. Usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, usahau kulike na pia usahau kuniandikia comment zako hapo chini. Pia usahau kushare kwa watu wengine. Asante sana.